Luke chapter 17, verse 11 to 19. Luka mlango wa 17 kuanzia mstari wa 11 mpaka 19. Samahani. Ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifundifundi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa watu 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Haleluya. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya kile tulikuwa tunazungumza asubuhi, na hiki tunazungumza saa hii ni kwa uwezo wa Kristo. Hawa walikuwa watu 10 wenye ukoma, na Kristo alikuwa anasafiri miguu akapitia mji wa Samaria, na walikuwa kwa ubali watu 10 wenye ukoma. Ukoma ulikuwa uweze karibia watu wale wengine sababu unanuka na utamaniki kuangaliwa, nyama zinaanguka. Sawa. So walimuita Kristo akamwambia, have mercy upon us, tuhurumie ukatuponye. Bwana Yesu ainuliwe. Wakiwa kwa bali, kwa hivyo hawakupata nafasi ya kumkaribia, na sio kukataswa, ni kwa sababu walikuwa wenye ukoma. Bwana Yesu ainuliwe. Nao Yesu akawaambia, basi kitabu cha Musa kilisema, utakapopokea kwa Mungu, enda ujioneshe kwa makuhani, utoe ushuhuda huo kwa makuhani, na utoe sadaka ya shukurani kwa Mungu. So aliwaambia, endeni mkajioneshe kwa makuhani. Walifahamu jambo hilo la endeni ni kwa sababu kuna kitu kimefanyika, ikawa physical hawakuwa wamepokea, lakini wakaamini. Ikiwa tumeambiwa tuendeni tukajioneshe kwa makuhani, tayari kuna kitu imefanyika, na wakaanza safari kwenda hekaluni kujionesha kwa makuhani, kwa hekalu ambayo ilikuwa katika mji wa Samaria. Na walipokuwa barabarani kuelekea hekaluni ili wajioneshe, wakatakazika. Jina la Bwana liinuliwe. Na walipotakazika, mmoja wao akaona, sitaenda kushukuru na kujionesha kwa makuhani, na yule aliyeniponya sijamshukuru. Akarudi bio mahali Yesu alikuwa, na sasa kwa sababu ukoma wake umeisha, anaweza akakaribia Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Maandiko inasema akaja akaanguka miguuni pa Yesu, akamsujudu, akamshukuru, akamwambia, asante kwa sababu umeniponya. Bwana Yesu ainuliwe. Na Kristo akaona upendo wa mtu huu. Asubuhi tulikuwa tunaangalia ministry 3 ya Lazaro, ya Martha na ya Mariamu, na tukaona Mariamu alikuwa amependa Yesu kwa matendo. Bwana Yesu ainuliwe. Hapa sasa huyu naye kati ya wale 9 walioponywa, huyu mmoja anampenda Yesu kabisa. Amerudi akaanguka miguuni mwake akamwambia, ona Bwana, nimeponywa, nimetendewa, nimekuja kukuambia asante, nimekuja ukushukuru. Bwana Yesu ainuliwe. Na jambo hili lilimpendeza Kristo sana. Haleluya. Lilimpendeza Kristo kiasi ya kwamba alisikiri akasema, angalia, tulikuwa na watu 10, wale 9 wako wapi? Ni huyu mmoja, tena huyu ni Msamaria. Kwa hivyo na maana wengine walikuwa Wayahudi. Bwana Yesu ainuliwe. Wasamaria ni watu ambao walikuwa wamesaliushanwa na kabila na mataifa. Wayahudi na mataifa, mix ya Wayahudi na mataifa. Lakini Wayahudi ni wale walikuwa Wayahudi peke yake. Kwa hivyo huyu alirudi, alikuwa Msamaria, akaanguka miguuni, akamwambia asante. Na Yesu
akaona upendo wake na akauliza, wale 9 wako wapi? Ni huyu tu Msamaria ambaye ameona anastahili kushukuru. Jina la Bwana liinuliwe. Hapo kuna kitu Yesu anaoneshana kwamba kushukuru ni kitu cha maana sana, na kurecognize aliyetumika ni kitu cha maana sana. Bwana Yesu ainuliwe. Na wakati mwingi tunaweza kuwa kuna mtu alitumika na tunampuuza. Na ndio sababu wakati nilikuwa na testify nimeuliza, ni nani mwezi jana alinunulia mama ama baba kakitu, na wakawa wako wachache. Na hiyo ni njia moja ya kuoneshana you don't appreciate yule ambaye aligaramika kukuresi. Na unajua kuna kitu nilikuja kujua kama mchungaji, nikifahamu kwamba upendi wasasi wako huwa na kuwepa, sababu haiwezekani uchukue wasasi wako alafu ukuje kunipenda. Ni ngumu. Bwana Yesu ainuliwe. Ni ngumu. Lakini nikifahamu unapenda wasasi huwa napenda, sababu najua hata mimi hapo nitapata heshima. Bwana Yesu ainuliwe. Angalia, Kristo anauliza wale 9 wako wapi? Miujiza ilipokewa ya uponyaji na watu 10, lakini mmoja ndiye amerudi. Wakati mwingine tunakuwa somi na kushukuru. Kushukuru haijakuwa mzigo, lakini nataka kuambia kushukuru ni kitu muhimu sana. Kushukuru udhihirisha vitu kadhaa. Kitu ya kwanza inadhihirisha nimeappreciate utendaji wako. Kitu cha pili, ninakupenda. Kitu cha tatu inadhihirisha kwa kushukuru ni kwamba niko tayari kutembea na wewe. Bwana Yesu ainuliwe. Na ni vizuri sana, ndio sababu nimekuambia children's home ya New Beginning huwa anatuandikia barua kila mwisho wa mwezi tunapotumana ama wale wahusika wanapoenda, na huwa wanatuambia vile wameappreciate kwa kutoa kwetu. Jina la Bwana liinuliwe. Na nataka kuambia huyu mtu ndivyo alifanya siku ya Yesu iwe nzuri. Lakini Yesu akauliza wale 9 wako wapi? Hawakuonekana. Na ukiangalia hapa chini anauliza ni huyu tu Msamaria. Kwa hivyo ni kama anaangalia watu wa nyumba yake wamemzoea. Yule ambaye ana nafasi ya kumkaribia, huyo hata ndiye ameweza kukaribia na kushukuru. Ukiangalia kitabu hiki cha Luka 5 kuanzia mstari wa 12 inasema hivi: ikawa alipokuwa katika mojawapo ya mji ile, tazama, palikuwa na mtu amejaa ukoma, naye alipomuona Yesu alianguka kifundifundi, akamwambia akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. 13, naye akanyosha mkono wake akamgusa akisema, nataka, takazika. Na mara ukoma wake ukamuondoka. 14, akamkataza asimwambie mtu, ila nenda ukajionyeshe kwa kuhani, ukatoe kwa ajili ya kutakaswa kwako kama Musa alivyoamuru, iwe ushuhuda kwao. Bwana Yesu ainuliwe. Huyu alibahatika kuwa mbele ya Yesu na kuanguka mbele za miguu yake. Inamaanisha hapa hakukuwa na umati wa watu, na kwa hivyo akapata msaada. Kristo akamwambia napenda. Nataka kukuambia hata sasa Kristo anapenda. Jina la Bwana liinuliwe. Lakini kinachokutenga wewe na kutendewa ni upendo wako. Upendo wako kwa Kristo ukiwa mchache na ukiwa umefinyika, itakuzuia wewe kukutana na Kristo. Jina la Bwana liinuliwe. Kwa sababu si kutendewa hatujatendewa. Wengi wetu tumeshapokea mambo makubwa, lakini bado hatuna nafasi ya kumwambia asante na hata kutoa saka ya kusema asante. Na kwa hivyo tutakapopata ile mzigo wa kushukuru na kumwendea na kumwambia asante, kwetu itakuwa rahisi. Atataka na atakuwa akitaka kukufungua na kukuweka huru.
Can you imagine Kristo alitufia msalabani akaondoa dhambi ambayo ilikuwa imetutenga na Mungu. Maandiko inasema katika kitabu cha Wakolosai, akaigogomea msalabani, akaimaliza nguvu, ili leo nimuite Baba, ili leo umuombe Baba. Lakini pamoja na kuwa tumeondolewa hiyo na tumekuwa watoto wa Mungu na tumeingia katika nyumba ya Mungu, bado tunashikwa na maroho ya udhaifu wa kutoshukuru Mungu. Si Mungu atuondolee maroho ya udhaifu wa kutoshukuru. Si Mungu atupe neema ya kushukuru Mungu. Atupe neema ya kumshukuru. Tuwe na ibada za kumshukuru. Kila mmoja awe na nafasi ya kushukuru Mungu, sababu ni muhimu sana kushukuru. Kushukuru ufungua ukurasa wa pili. Bwana Yesu ainuliwe. Nasema kushukuru huwa kunafungua nafasi ya ibada ya pili. Na kupitia kushukuru unajenga uhusiano wako na Kristo Yesu. Na inakuwa sasa hawezi kudauti kukufanyia jambo lolote, kwa sababu anajua tabia yako, una moyo wa kushukuru. Do you know, hata tunajitenga na watu ambao wangetumika kwa kuinua maisha yetu nafasi ya pili, sababu most of us we don't have that spirit ya kusema thank you. Unajua katika Afrika hakuna hiyo culture. Katika wasungu kuna culture ya thank you. Wanayo kabisa. Bwana Yesu ainuliwe. They appreciate. Msungu hata mkiweka meeting na ufike, anashukuru sana kwa sababu ya wewe kufika. Bwana Yesu ainuliwe. Ni vizuri tuwe na culture ya kushukuru. Na tuwe tunashukuru kwa mambo yote. Jina la Bwana liinuliwe. Unajua ni katika Afrika tu, baba atatoka kasini, amechoka, apite supermarket afanye shopping, aje na mzigo aangushe, mama uchukue tu akienda kitchen. Na hata akienda kitchen atulie kama dakika 30. We baba jisoti huko sitting. Bwana Yesu ainuliwe. Ukienda hapa jirani yetu Tanzania utashangaa. Baba akija anatolewa mzigo na ambiwa, pole baba, pole kwa kasi, pole kwa safari, twashukuru kwa mzigo, twashukuru kwa kutunulia chakula. Bwana Yesu ainuliwe. Nafikiri wanaume wa Kenya wangejua hivyo, wangehamia Tanzania na wanawake wetu hapa wangebaki bure. Bwana Yesu ainuliwe. Wakati nilikuwa nafanya kazi Uganda, niliona Waganda akija kukusavu anainama, hata kama ni kwa hoteli. Mpaka mimi ilini surprise, nishindwe sasa hii na ni kwa hoteli. Analete mpaka unapenda kwenda kukula tena kwa hoteli. Bwana Yesu ainuliwe. Sababu Kenya sahani huachiliwa. Inakuja ikisunguka. Bwana Yesu ainuliwe. Si Mungu atuondoe kwa hiyo kacha mbaya. Haleluya. Bwana Yesu ainuliwe. Mwenda unaenda kwa hoteli, unaagiza, unasikia karanga chapo, yes, inakuja ikaachiliwa, inakuja na mesa. Hata hawajui wewe ni pasta. Na hiyo tabia imeenda mpaka kwa nyumba zetu. Imeenda mpaka kwa nyumba. Kuna mama tu wako analeta hivi chakula, hata akuambii karibu chakula. Wewe utajiangalilia chakula hapo, muangaliane. Wewe ndio utajua vile utafanya naye. Ni vizuri ukileta chakula mwambie karibu ule. Bwana Yesu ainuliwe. Na ni vizuri mfahamu kuna kacha ambazo ni za kiungu na kuna kacha ambazo sio za kiungu. Asileti baraka ila zinafuruga familia. Bwana Yesu ainuliwe. Sio kawaida kuletewa shopping. Unasaidi ku appreciate. Mnasaidi mkikula mkishiba, mumgeugie baba, mwambie baba, na Mungu akulinde na uishi siku nyingi tumeshiba. Mama na watoto wa appreciate baba, naye baba appreciate mama. Amwambie asante mama kwa kutupikia. Si kawaida kuwa na mtu mwaka unaisha na anashika majukumu yake na wewe unashika majukumu yako. We need to appreciate each other. Na ni vizuri to build hii culture ya appreciation. Na ya kushukuru. Unashukuru, unaambia Mungu asante.
Bwana Yesu ainuliwe. Do you know, kitu cha kushukuru huwa kinafanya huyu mtu asikie kuongeza service. Nani ashaipitia jambo la kuambiwa asante? Unasikia ni kama utaongezea. Bwana Yesu ainuliwe. Hujaitwa harambee, unaona mpunge ameitwa harambee, alikuwa na 20,000, ameimbiwa nyimbo, amepigiwa makofi ya kilo na nini, mpaka anarudi anaandika cheki. Anasikia appreciation is too much kulingana kile nimetoa. Sijawaambia mfanye hivyo, lakini naomba tuwe na culture ya kushukuru. Sababu kanisa la Kristo halitaweza kuendelea ikiwa kabisa hatuna moyo wa kushukuru. Ikiwa kabisa hatuna tabia ya kushukuru, haitakuwa vizuri. Jina la Bwana liinuliwe. Watu 9 wamefunguliwa kutokana na ukoma. Mmoja ndio anapatikana akuja mwambia, Bwana nimetakasika, nashukuru, nasema asanti. Anauliza wale 9 wako wapi? Ni huyu tu mmoja, tena mtaifa Msamaria ndiye amerudi. Jina la Yesu liinuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ni huyu Msamaria peke yake. That means Kristo aliexpect hao watu kuja kushukuru. Oh, you think wakati mimi naomba na wewe singojei uje uniambie pastor ni asante, nimeona neema, nimeona Mungu. Haleluya. Si hata vizuri umwandikie ka SMS tu, Pastor, I have seen the grace of the Lord. I say thank you for your prayer. Bwana Yesu ainuliwe. Appreciation is the key. Ni vizuri. Vizuri. Bwana Yesu ainuliwe. Ni vizuri. Ni vizuri. Ni vizuri kushukuru. Nasema ni vizuri kushukuru. Mungu atusaidie tuwe watu wa kushukuru, sababu kushukuru kunadhihirisha kiwango cha upendo. Kushukuru kunadhihirisha kiwango cha kujipeana. Kushukuru kunadhihirisha kiwango cha utayari. Bwana Yesu ainuliwe. Kushukuru ni muhimu. Ni muhimu sana. Na watu wengi washafunga neema. Hata katika ulimwengu wa roho, wengi wamefunga neema. Kuna mtu anakuja maombi, anaombewa ama wanaomba na mchungaji akiwa kwa machozi sana. Je, ikishafunguka na mali sana mchungaji hata kuja kusema asante. So wakati mwingine akiwa na changamoto, hata aende kwa mchungaji, mimi unajua wewe sirudi kwa ule, haende kwa mwingine. Mungu anaangalia, anaona si hata kukuja hapa, umekuja hapa sababu hukupata nafasi ya kwenda, wewe siwezi kuamini. Na mambo yake inafungana. Na sasa anaanza kushindwa, hata mchungaji anaanza kushindwa. Mbona nimeombea watu wengi wakitenda? Mbona huyu nimemwombea mara mingi atendewi? Kwa kumbe alikosa neno moja tu. Thank you. I appreciate what you have done in my life. Bwana Yesu ainuliwe. Do you remember somebody aliyekushika mkono ukuleta Nairobi? Je, unaweza kumtumia ka message na kama Madaraka Day na umwambie ni asante kwa sababu nileta hii mji mkubwa wa taifa la Kenya? Haleluya. Unajua wengine iligharimu urafiki mkubwa sababu jamii zao sikuwa Nairobi. Hebu nione mtu alikuja Nairobi na jamii yao ikuwa Nairobi, alikuwa wa kwanza. Ukiona watu wanabarikiwa na wanasidi kubarikiwa, it is the qualities and values they have. Some of people, they have opportunity to build values. Wengine wana nafasi nzuri ya kujenga mahusiano lakini hawajengi. Si Mungu atusaidie kujenga mahusiano mazuri. Tujenge uhusiano wa kwanza na Mungu. Turudi tujenge uhusiano mzuri na wasasi. Turudi tujenge uhusiano mzuri na watu ambao Mungu analeta karibu na sisi, kwa sababu tulikuja kugusa maisha ya wengine ili na sisi maisha yetu iguswe. Do you know, Biblia inasema kama utendei ama kile unachowatendea watu ndicho utatendewa. Bwana Yesu ainuliwe. Na unajua wakati mwingine hatukubaliani na kile tunatendewa, lakini unajua kile tunatendewa ni matokeo ya kile tuliwatendea. Naona hapa hata hakuna imani. Bwana Yesu ainuliwe. Ni nani hapa anapenda kutendewa vibaya? Hakuna.
Na nani anapenda kutendea watu vibaya? Kutendea watu vibaya. Unapenda kutendea watu vibaya. Unaona? Na nani hapa mwaka hii ya 2025 kufikia sasa, Mei imeisha, tumeingia June 1st. Nani ashaitendea mtu vibaya? Hiyo miezi 5 imepita, umetendea mtu vibaya. Kuna mtu ulidhulumu. Enda umwambie pole. Na umuombe msamaha. Bwana Yesu ainuliwe. Umuombe msamaha na umwambie pole. Sababu ukiignore, iko siku yako pia ya kulia. Utakuja, pastor, yale unapitia, lakini ukweli kwamba yale unapitia ni yale ulipitisha. Sasa hiyo nataka pastor alie kama wewe. Ndio sababu recently nimeelewa machozi ni ya mtu peke yake. Utalia nikikuangalia. Hautaniharibia diet. Bwana Yesu ainuliwe. Ni wakati wako wa utalia. Na unalia sababu ulililisha. Hautakuja na hiyo machozi ufikirie nitayamwaga. Nimeambia Mungu sasa hiyo machozi ya kusaidiana na watu machozi yao uniondolee. Unipe kulia sababu ya kutenda mema. Bwana Yesu ainuliwe. Because we need to grow in the Lord. We need to grow. We need to grow in the Lord. Najua kuna watu wanataka saa ile amedhulumiwa apate watu watalia na wao. Mwambie jirani, utakuwa unalia peke yako. Fanyia watu mema. Mwambie hudumia watu. Ukingojea malipo ya hayo tu uliowahudumia. Hiyo ndio habari kamili. Na Wakristo tuache kudanganyana. Ati sababu unaombanga sana na kule hiyo umedhulumu, hautawailia, utadhulumiwa. Pamoja na kuwa unaombanga sana, utadhulumiwa tu. Matendo ulipa na matendo. Maombi ulipa na maombi. Kama unaniombeanga utaombewa. Haleluya. Kama unapenda Mungu utapendwa na watu. Haleluya. Kama unaheshimu watu utaheshimiwa na watu. Kama wewe unadhulumu watu huku ukiomba sana, utaomba sana na watu watakudhulumu. Watakudhulumu tu. Bwana Yesu ainuliwe. Na wakati wako ukifika wa kudhulumiwa, wacha kutafuta sympathy kana kwamba haulipwi kile ulichotenda. Unalipwa kile ulichotenda. Jina la Yesu liinuliwe. We need to stop cheating in the Lord. Because many of us here, even in the house of the Lord, they know the route they go is not godly route. Bwana Yesu ainuliwe. Stop it early, kabla haijakuanika. Bwana Yesu ainuliwe. Hiyo ruti ikatae kabla haijakuanika. Bwana Yesu ainuliwe. Weka mipaka mzee. Weka mipaka kijana. Bwana Yesu ainuliwe. Weka mipaka. Tuwe ni pastor na unakuwa na meeting sa wasichana wanarika, na ni meeting ambazo hasiko kanisani, siko nje. Mungu atuhurumie. Lazima tuwe na tabia ambayo ni tabia ya kiungu. Ninasikia kuambia tujitrain kushukuru. Tujitrain kupenda Mungu kwa matendo. Jina la Bwana liinuliwe. Na Mungu Baba anihurumie na akuhurumie. Hawa watu 9 tusiwe sisi hapo. Tuwe upande wa mmoja. Alikuja kwa Yesu na kumwambia Yesu, nashukuru nimetakasika, nimepona kwa mkono wako. Si Bwana Yesu abariki.